Na ni kwamba muungano wa upinzani umeishambulia vikali serikali ya Rais William Ruto kuhusu kile wanachokitaja kama sakata ya ajira za nje ya nchi. Wakizungumza katika kaunti ya Nyandarua hii leo, viongozi wa upinzani wameituhumu serikali kwa kuwaweka vijana wa Kenya katika hatari wakiwa ughaibuni, huku pia ikipuuzia ukosefu wa ajira nchini na mageuzi ya sekta ya elimu. Mwanahabari wetu Mike Kagwongo na maelezo zaidi. Muungano wa vyama vya upinzani Jumapili ulipeleka kampeni zake katika kaunti ya Nyandarua, ambapo ibada ya kanisani iligeuzwa kuwa jukwaa la kuishambulia vikali serikali ya Kenya Kwanza kuhusu mpango wa kupeleka Wakenya nje ya nchi kwa ajira. Ruto ameuza watoto wetu 200,000. Wamepelekwa na hawajakuwa trained kama askari. Wamepelekwa kwa vita, wanauawa huko kama kuku. Why are you selling Kenyans? Kwani Ruto nani alikupea order ya damu ya Wakenya? Watoto wanauawa pale. Kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua alitoa wito wa kurejeshwa mara moja kwa Wakenya wote wanaodaiwa kupelekwa nchini Urusi, akitaja kuongezeka kwa visa vya unyanyasaji na vifo. Kila wiki tunazika watoto. Tunataka kuambia William Ruto, hawa watoto umepanga every week unachukua kupeleka Russia. Tunataka ukome. Kauli hiyo iliungwa mkono na kiongozi wa chama cha DP Justin Muturi, huku naibu kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i akielekeza lawama zake katika sekta ya elimu, akikosoa serikali kwa kukosa mpango wazi wa usajili wa gredi ya 10 na kuingiza siasa katika ajira za walimu. Kwa sababu kama mtu mmoja ndiye anaandika walimu, mtu mmoja, mabarua zinapelekwa kwa ofisi moja ili waandike walimu namna hiyo. Wakenya mnataka nchi yetu iendeshwe namna hiyo? Watoto wengi hawajajiunga na shule za upili kwa sababu hawana uniform, na wakienda pale wanaambiwa warudi nyumbani wanunue nini. Tunataka kuambia William Ruto, hizo pesa unazotumia kutembea, wacha watoto, nunulia watoto uniform. Viongozi hao wamepuuza madai kuwa hawana mpango mbadala, wakiahidi elimu ya msingi na sekondari bila malipo pamoja na mageuzi makubwa ya uongozi. Baadaye hali ya taharuki ilishuhudiwa baada ya kizuizi cha barabara kuwekwa katika eneo la Mto Karati kwa nia ya kumzuia Gachagua kuhutubia wananchi wa Kinamba, eneo la Naivasha. Upinzani unasema dhamira yao ya kuiokoa nchi bado inaendelea. Mike Kagwongo, TV47, Nairobi.